Ni wakati ambao tunazihesabu siku kadhaa zimesalia kufuata na kuendea mchezo wa Kariakoo Derby, mchezo baina ya kikosi cha Young Africans watakao kuwa wageni, wakati ambao vijana wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wao watakuwa ni wenyeji katika mchezo utakaopigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Bwana, katika sehemu ya kuelekea katika mchezo huo, watu wengi baada ya kutazama taarifa hii wameanza kujiuliza maswali mengi zaidi kuhusiana na VAR kutumika mchezo kati ya Simba dhidi ya Young Africans. Semina tu jana yalikuwa ni mafunzo mengine zaidi ambayo tulitazama sehemu ya waamuzi wengi zaidi wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, kina Hamdan Saidi, kina Ramadhani Kayoko, kina Eri Sasi, wameonekana kina Kefa Kayombo, wameonekana kina Jafet Smati, Ahmed Arajiga, Naso Mwinchui, Hans Mabena, wameonekana Abdiwajihi, na waamuzi wengi ambao wamekuwepo upande wa ligi kuu ya Tanzania, kina Janet Barama, Tatu Marogo. Wote hao ni sehemu ya waamuzi ambao tumepata nafasi ya kuwatazama na kuwashuhudia katika semina hiyo. Bwana, semina hii imeendeshwa na moja ya ukurugenzi kutokea upande wa FIFA, akitoa somo juu ya matumizi ya VAR. Kumbukwe VAR muda sio mrefu inakwenda kufungwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa na baadhi ya viwanja vichache hapa nchini Tanzania. VAR ni video assistant referee, yani kirefu cha VAR ni video assistant referee, ikiwa na maana ya kwamba ni tuweza tukasema ni mashine au ni mtambo ambao unamsaidia muamuzi katika sehemu ya kung'amua matukio. Kuna wakati muamuzi anatoa penalti kumbe sio penalti, kama ile ya juzi ya Simba dhidi ya Namungo. Haikuwa penalti, lakini yeye muamuzi aliona ni penalti. Ingekuwepo VAR, ingekuwa ni moja ya chombo ambacho kinakwenda kumsaidia katika nafasi hiyo na kuweza kutoa hukumu ya kwamba that was not a penalty according to my first decision was not good, na akaweza kuokoa na kuweza kusaidia timu moja katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Lakini pia mfano, yapo baadhi ya matukio kadha wa kadha. Mnakumbuka tukio lililojitokeza mechi ya Simba dhidi ya Yanga. Simba alikuwa ugenini, Yanga akiwa mwenyeji New Amani Complex juzi tarehe 1 ya mwezi wa 3. Tukio hili pia lilibua gumzo kubwa, bao harari la Simba walilonyimwa kwa referee Hamdani Saidi akinyosha kibendera kuashiria kwamba kulikuwa na offside, wakati ambao kitafuta offside katika tukio hilo hauioni kabisa katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi, jambo ambalo lilipelekea kufungiwa kwake, lakini Simba pia wakawa wamekosa haki ya kupata ushindi katika mchezo huo. So binafsi individual brilliance ambazo zimekuwepo uwanjani, VAR ina wakati wa kuweza kuokoa matukio ya namna hiyo. Sasa taarifa rasmi ni kwamba upande wa TFF ni moja ya taarifa ambao wamedhihirisha ni kwamba masomo au mafunzo bado yanaendelea katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Lakini kuhusiana na VAR kutumika katika mchezo wa Kariakoo Derby, mchezo kati ya Simba na Yanga, ni kwamba bado upande huo kila kitu hakijawekwa sawa, lakini malengo makubwa ni kutumia VAR kwenye michezo mikubwa na michezo yote ambayo itakwenda pigwa katika uwanja huo na baadhi ya viwanja ambavyo vitafungiwa mitambo hiyo. Lakini pia upande wa mechi ya Simba na Yanga, pia upande wa mkurugenzi, na ukimsikia pia Waris Karia anakuambia kwamba hii ni moja mechi ambayo imekuwa na matukio mengi ambayo yamekuwa na utata wa aina yake. So wana uhitaji wa kuwa na VAR ambayo itakuwa ikiwasaidia katika sehemu ya kutoa maamuzi katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi, ili kuondoa dukuduku na mambo mengi zaidi ambayo yamekuwepo katika upande huo. So let's wait and see kile ambacho kinakuja kujitokeza katika upande wa mchezo wa Kariakoo Derby ambao unataraji kupigwa mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 5. Now we can say that 2 weeks remains kuweza kutazama na kuangaza pia mchezo huu kwa undani na ubora mkubwa zaidi. Simba
ndiye ambaye anataraji kwa mwenyeji, wakati ambao Young Africans wao watakuwa ni wageni katika mchezo huu. Mechi ya kwanza timu zote mbili walitoshana nguvu ya kutokufungana katika uwanja wa New Amani Complex. So ni mechi ya kulipana kisasi katika upande huo, na hasa upande wa Simba ambao wanadai ya kwamba walinyimwa goli lao Harari la Selemani Mwalimu. Na ukitazama kiukweli muamuzi wa pembeni pamoja na Naso Mwinchui waliungana kwa pamoja kuangamiza Simba kushindwa kupata bao lao ambalo lilistahili kuwepo katika nafasi na kuwakosesha ushindi. So hiyo ndio taarifa muhimu kutokea upande wa TFF, wakithibitisha baada ya kutazama waamuzi wakiwa katika sehemu ya mafunzo katika sehemu ya matumizi ya VAR tokea hiyo jana jijini Dar es Salaam, na wengi wakaamini kwamba VAR kwenye mchezo kati ya Simba na Yanga basi itakwenda kutumika. Upande huo wa TFF wametoa taarifa mpya kuhusiana na kile ambacho tayari kipo na dukuduku ambalo tayari lipo pia katika upande wa mashabiki. Bwana, hiyo ndio taarifa rasmi ambayo mwana michezo ulistahili kuijua na kutambua pia kutokea kunako mitaa hiyo ya TFF, wakithibitisha kwa kila zaidi. Upande wako matumizi ya VAR na haswa hapa nchini Tanzania unaona yanakwenda kuondoa mambo mengi ambayo yamekuwepo, ikiwemo tuma za baadhi ya waamuzi wengi zaidi kuweza kufungia. Maoni yako ni muhimu, lakini pia